Simba ni ameshinda mara nyingi zaidi, na kwenye kumbukumbu zangu kama niko vizuri, kama nakumbuka vizuri, sikumbuki ni lini ambapo Dodoma Jiji aliwahi kupata ushindi mbele ya Simba. Hata hiyo sare tu yenyewe na hata sare kwamba leo kama inatokea labda leo, isipokuwa rekodi zinaonyesha huko nyuma hakukuwa na ushindani huo wa Simba kutokuchukua hizo alama tatu. Sare yenyewe labda mara moja, na sikumbuki ni lini. Kwa hiyo nikiangalia kwa njia za record naona Simba ni kila kitu katika mchezo huu wa leo, lakini kiwango cha juu zaidi cha Dodoma Jiji kuionyesha Simba ni kuisumbua, kuichelewesha kupata matokeo. Na mwalimu Mek amekuwa ni mwalimu ambaye anaipa sana shida Simba namna ya kuscore. Ni mara yani katika mechi 7 za mwisho head to head ya Simba dhidi ya Dodoma Jiji, aidha uwanja nyumbani wa Simba ama uwanja nyumbani wa Dodoma Jiji, mara ya mwisho Simba ameshinda magoli 3. Ndio ushindi wake mkubwa. Zaidi ya hapo anashinda moja. Hata ushindi ambao ulipita katika dimba la CCM Jamhuri ilikuwa ni 1-0, tena goli lenyewe ambalo lilikuwa na gumzo kubwa. Kwa kuna vita mbili ambazo nazitazama kwenye huu mchezo. Vita ya kwanza ni ya Simba dhidi ya Dodoma Jiji, ambayo naiona Simba iko na nafasi kubwa ya kushinda. Lakini vita ya pili ni ya Simba na Mek Maxime toka akiwa katika timu mbalimbali amekuwa akisumbua sana Simba. Hivyo ni mwalimu ambaye amekuwa akijua namna ya kuwasoma wachezaji, hasa wale ambao wako bora, kwa sababu mchezaji ambaye yuko bora, ambaye amepita katika misingi ya soka, ni rahisi sana kusomeka katika kichwa cha mwalimu kuliko mchezaji ambaye mechi 10 anakuja na staili 10 tofauti za kiuchezaji. Maana yake mchezaji aliyekuwa katika makuzi mazuri ya soka huwa yani ni rahisi hata wewe kumfuatilia ukajua details zake, anachezaje, akiwa katika mazingira haya anakuaje, tofauti na mchezaji ambaye yupo tu, yani yeye leo hakupi alichokupa jana na kesho hakupi alichokupa leo wala jana. Kwa hiyo nafikiri Mek ana vita yake binafsi yeye na Simba, tofauti na klabu nzima Dodoma Jiji kuwa na vita na Simba Sports. Kwa to me hii leo ushindani utakuwepo, lakini naamini kabisa Simba ni timu ya kwanza uwanjani na itabaki kuwa hivyo kulingana na matokeo yaliyopita ya Simba ya nyumbani. Simba nyumbani amecheza mechi 10, ameshinda 7, ametoa sare 2, amefungwa 1. Alifungwa dhidi ya Yanga, akatoa sare 2-2 dhidi ya Coastal Union, akatoa sare 2-2 dhidi ya Azam FC, ambayo ni michezo ya nyumbani ya Simba. Dhidi ya Dodoma Jiji michezo ya away, ukiangalia mchezo 10 ya away ya Dodoma Jiji haiko vizuri, yani kimsingi haiko vizuri. Kwa maana kama haiko vizuri, maana yake hii leo wana uwezekano mkubwa sana kupoteza huu mchezo kulingana na mazingira tofauti ambayo yanaifavor Simba Manuzo. Simba anakulaga zabibu. Simba anakula zabibu. Simba kwa sema Simba akizidiwa hula majani, maana yake ni majani peke yake, si mpaka hata zabibu. Yes. Leo Simba zabibu lazima imtokee puani. Wanakula zabibu. Lakini Dodoma Jiji wanasema wamezuiliwa. Yani kuna kama clip hivi kinatembea kwamba Dodoma Jiji nao wamezuiliwa wapeleke timu uwanjani. Wamezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho. Huku mageti yakiwa yako wazi, alafu wamezuiliwa. Sasa unazuiliwa. Kuna watu ambao wamejazia vifua. Hapa kuna afande kama kakaa pembeni hivi. Anaangalia mambo ya usalama na nini. Anaangalia usalama. Sasa wenyewe wamepigwa bwana. Sema wasiwasi mkubwa ulikuwa ni kwamba pengine Simba hii leo asingepeleka timu uwanjani, kwa sababu kulikuwa na kauli mbili ambazo zinakinzana, kauli ya Magoli ambao ni kiongozi wa Simba, lakini pia na kauli ya official ya barua ya Simba. Magoli kwenye ukurasa wake yeye alisema hatutacheza mchezo wowote wa ligi kuu, sio huu tu wa dabi. Mpaka watu hukumu itoke, mpaka hiyo hukumu itoke, ufumbuzi upatikane. Lakini ndani ya klabu ya Simba sasa, katika peji ya ukurasa ambao TFF Board ya League ndiko ambako wanaishi humo, hawaishi na mtu mmoja, wao walisema hatutashiriki mchezo husika. Kwa mpaka jana gumzo lilikuwa ni kubwa sana, pengine unaweza kushangaa kuelekea muda wa mchezo lile andiko la Crestus Magoli limebandikwa kwenye peji
ya klabu ya Simba na ukashangaa mambo hayako hadharani, lakini mpaka hivi sasa game ipo na inapigwa vizuri sana, na pre-match meeting ilishafanyika siku ya jana. Mambo yako tayari kabisa kwa ajili ya mchezo wa hii leo. Lakini jana tumeshuhudia CRDB Federation michezo mitatu kule katika dimba la Tanzanite kwa raha. Singida Black Star akishinda bao moja kwa bila dhidi ya KMC. Tambo zilikuwa ni nyingi sana. Tunafahamu mchezo wa kwanza, mchezo wa hivi karibuni katika ligi kuu walikutana KMC dhidi ya Singida Black Star katika dimba la KMC, na Singida Black Star akapoteza magoli 2-0. Hussein Masanza, afisa habari wa Singida Black Star, kuelekea katika mechi hii, namna ambavyo walikuwa wanataniana na Halidi Chukuchuku kwamba huwezi kunifunga mara mbili, na malengo ya Singida Black Star ni kwenda kuiwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kwa wao jinsi ambavyo wanatazama mbio za ligi kuu mpaka hivi sasa, wanaona nafasi ya kwenda kushiriki katika michuano ya kimataifa ni finyu sana kupitia ligi kuu, isipokuwa wanaona wakipitia katika kombe la shirikisho wana huo uwezo, kwa sababu bingwa wa kombe la shirikisho anaenda kuchukua nafasi ya 4 ama ya 3 katika ligi kuu, na yeye anakwenda kuiwakilisha timu katika hiyo michuano ya kombe la shirikisho. Kwa wao wanaamini ya kwamba pengine huko katika kombe la shirikisho wana hiyo nafasi ya kutoa huu ubingwa ili kusudi waende wakaiwakilisha nchi katika hiyo michuano ya kombe la shirikisho Afrika, na watakuwa wametimiza malengo yao pia kama club. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya Mbeya Kwanza, na tukashuhudia JKT Tanzania akipata ushindi wa magoli 3-0, na inakuwa ni timu ya pili. Mbeya Kwanza ndo alimtoa Azam. Yes, Mbeya City. Mbeya City alimtoa Azam, ambaye Mbeya City alishinda hapo jana dhidi ya Mtibwa Sugar. Yes, Mbeya City alishinda hapo jana magoli 2-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, na tumeshuhudia timu kutoka Championship iko katika hatua ya robo finali hivi tunavyozungumza ya michuano hii ya kombe la shirikisho ama CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo sasa hapa Momo tunakwenda kwenye hatua ya 16 ama robo finali. Hatua ya 16 ndio hii ambayo imeanza jana. Kwa maana timu ambazo zimeshatinga mpaka hivi sasa katika hatua ya robo finali ni Mbeya City, JKT Tanzania pamoja na Singida Black Star. Au kina Simba au kina Yanga bado hao hawajacheza. Tunawasubiri wacheze na wao hatua ya 16 bora. Yani kuna hatua ile ya 32 bora, alafu kuna hatua ya 16 bora, alafu kuna hatua ya robo finali. Robo finali ziko timu 8, nusu finali ziko timu 4, finali ziko timu 2. 16 bora ziko timu 16, zinatakiwa zibaki 8. Alafu 32 bora ziko timu 32, kwa maana zinatakiwa zibaki 16. 16 ziondoke, zibaki 16. Zikishabaki 16, 8 ziondoke, zibaki 8. Zikibaki 8, zinatakiwa 4 ziondoke, zibaki 4 ili itwe nusu. Zikibaki hapa tunaweza tena jamaa wakakutana ama? Ukiangalia jinsi ambavyo mazingira yalivyo, hawa wamba finali. Kwa sababu orodha ile 16 bora maana kuna 8 na 8. Upande A una timu 8 Yanga yumo, upande B kuna timu 8 Mnyama yumo. Kwa Mnyama kwenye hiyo fixture, kwa mfano Yanga anacheza dhidi ya nafikiria anacheza dhidi ya Bigman, ambao Bigman yuko kwenye kundi la Simba, kundi B, ambao Yanga anatoka kundi A, na Simba naye yuko kundi B anacheza na timu kutoka kundi A. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hao mazingira siwaoni kama ukija ukikutana siku za hivi karibuni, isipokuwa nawaona sana kuelekea katika hizo hatua za finali, na hasa kwa ajili hata michuano yenyewe kuchachuka, kwa sababu sometimes kwenye hizo draw namna ambavyo wanazichangisha wao wenyewe maybe wanatazamia zaidi siku ya mwisho wanakiachieve nini ambacho watakivuna siku ya mwisho. Na asikwambie mtu Simba na Yanga ndio inayoendesha soka la Tanzania kwa ujumla. Simba na Yanga yani wao ndio wanaendesha, wao ndio ambao yes, hata wawekezaji wakubwa, haki za matangazo kuonyesha wadhamini wa ligi kuu, watu mbalimbali ambao wanaenda kuwekeza ni kwa ajili ya Simba na Yanga. Mtu kama anataka kutangaza biashara yake, manake kwenye mchezo unaokutanisha Simba na Yanga ni mchezo ambao unatazama barani Afrika na nje mipaka ya Afrika. Sasa je, Momo ukilizungumzia hivi soka letu litakuwa kweli? Yani watu tukiwekeza katika timu mbili? Yes, litakuwa. Momo. Sinaona Singida Black Star wamekwishaanza. Azam FC wapo, ingawa Azam na Yanga, Azam na Simba bado
inatazamika sana, lakini sio kwa ukubwa huo kama vile ukubwa wa Simba na Yanga. Maana yake uendeshaji wa timu unahitaji uchumi uliokuwa mkubwa. Na Yanga kubwa. Yanga kubwa, Simba kubwa. Sasa mbona wapewi? Nini? Sio point 3 na magoli hayo. Yeye anazungumza zile hawezi kupewa pointi 3, Yanga hawezi kupewa. Yani hawapewi. Na siku ya jana kwenye ile iftar Ali Kamwe alimwalika Ahmed Ally kwa ajili ya kwenda kupata hiyo kitu, lakini Ahmed Ally yeye akamjibu sababu alitumia ujumbe. Ahmed Ally akamjibu, bwana mimi nitakuja na Karimu Boimanda ambaye ni afisa habari wa TF pamoja na Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. Lakini nani? Kwa maana ya Ali Kamwe baada ya kumwambia Ahmed Ally nimewaalika hawa watu, Ahmed Ally akaona huyu asija akatengeneza mazingira labda msimamo bodi ligi ukabadilika. Ahmed Ally akawa mimi nakuja na watu wawili, kwa hiyo tutakuwa watatu. Anakuja na wale watu nyeti kabisa katika hilo jambo. Kweli amuone naye ana nguvu sasa. Amuone ana nguvu sasa. Unajua kwa mazingira yako hivyo nafikiri Singida Black Star kuna namna ambavyo, kwa mfano kuna Zandani, kuna uwanja wao kuachana na CCM Liti, kuna uwanja wao ambao watauzindua siku za hivi karibuni, hizo na Zandani nakupa. No, hata ukifunguliwa Singida Black Star wana uwanja wao ambao wamekwisha kuuandaa na unatarajiwa kuzinduliwa nafikiri Machi 21 kitu kama hicho, na watacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Young Africans. Watacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Yanga. Singida Black Star uwanja huo wameshirikiana na watu wengi sana. Kuna zaidi ya makampuni 6 mpaka 7 ambayo yamefanikisha uwanja huo utimie. Kwa taarifa yako, GSM Alibu yuko hapo, Modeuji yuko humo, na watu wengine kibao wako humo ambao wameshirikiana vizuri sana kukamilisha hilo swala la Singida Black Star, namna gani huo uwanja uweze kuwa katika viwango ambao ni stahiki, na ni kitu kizuri. Kama ikiwa ni hivyo, maana yake tutakuwa na viwanja vingi ambavyo vitakuwa pengine vinatoa uwanda mpana hata kupunguza matumizi ya saa 8 za mchana. Maana kama utafungua taa mechi za Singida za pale Singida, maana zitakuwa zinachezwa usiku na tutapunguza kuona ile athari ya timu ambazo zinacheza majira saa 8 na zingine kucheza majira saa 10 mpaka saa 12 na saa 2 na saa 1 saa 3. Lakini mama kumekuwa na tatizo sana. Nimependa jina la uwanja huo. Kwa hiyo ni kwamba makampuni ya simu kama yakishirikishwa, kumbe yanaweza yakatoa mkwanja, mambo yakafanyika kwa ukubwa zaidi. Na wengi walishawahi kushawishi Yanga Simba wana hizo nguvu. Kwani Yanga wanashindwa kuongea na kampuni moja la simu? Unaongea na Yas, mnaingia makubaliano kama ni baada. Kama ni kwa sababu kama ni uwanja labda Getting Collection unapata milioni hizo 400 kwa wiki kwa ligi mpaka inakuja kuisha, maana yake misimu 10 Yas wanakuwa wameshaingiza hela zao na bado Yas wananufaika, kwa sababu inawezekana ikaitwa Yas Stadium uwanja wa Simba. Mama kumekuwa na matatizo mengi sana ya viwanja. Hiyo inawezekana. Tumekuwa vinafungiwa sana mpaka ilifikia kipindi mpaka CAF wametufungia. Sasa je, katika ligi tunapoelekea, maana yake sisi ni ligi ya 4, ligi bora sasa hivi nafasi ya 4. Sasa je, hivi viwanja vinavyokuwa vinafungiwa, muendelezo wa ligi yetu inakuwaje utaratibu wake? Maana yake kuna viwanja kama 6 5 vimeshafungiwa. Kwenye kufungiwa viwanja nafikiri taratibu za shirikisho la hapa nyumbani, viwanja vyake ubora wao ni tofauti na viwanja vya CAF, kwa maana ya tumefungiwa uwanja Benjamin Mkapa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, lakini unaweza ukashangaa labda Simba na Yanga na kesho ukapelekwa pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa ingao umefungiwa. Ni kwa sababu viwanja vingi ambavyo sisi tunavitumia, mfano Tanzania hii, viwanja ambavyo viko qualified kuchezea michuano ya CAF ni Azam Complex pamoja na Benjamin Mkapa. Maana yake sisi tuna viwanja vingi. CAF wanaruhusu kiwanja cha Manzi kuchezewa hatua zile za awali. Yaani kwa zile hatua za awali, lakini sio nani hatua ambayo ilifikia Simba. Si umeona mpaka hatua hiyo robo final, kwa sababu mitambo ya VAR inakuwa imo. Kwa hiyo kwa mitambo ya VAR inakuwa imo. Ni saa 1:15 mpaka majira saa 3 kamili za usiku ndani ya Sports Junction. DJ Manius wanakuja kufanya kazi aliyosomea hapa muda si mrefu. Msikilizaji, unapenda muziki mzuri? Baki na sisi.